Mtazamaji wa Ponsian TV, ni Agosti 26 mwaka 2018. Tunakutana kwa ajili ya kuangalia kile ambacho kimechomoza katika magazeti ya leo. Langu jina naitwa Alpha Shavu na kukaribisha twende sambamba ili tuweze kuona habari gani zimeandikwa kwenye magazeti ya tarehe ya leo. Na kwa kwanza labda mtazamaji, magazeti ambayo yametufikia siku ya leo ni pamoja na gazeti la Tanzanite Fahari ya Tanzania, ninalo gazeti la Tanzania siku ya Jumapili, lakini pia nalo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, gazeti la Mwananchi, nalo gazeti la Tanzania Daima Sauti ya Watu, nalo gazeti la Dimba ambalo ni gazeti linaloandika habari za kimichezo pia. Karibu na kukaribisha twende sambamba. Na kwa kwanza moja kwa moja sasa na gazeti la Tanzanite Fahari ya Tanzania, kuna habari ambayo inasema JPM atembelea bustani ya marehemu dada yake. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Tanzanite. Na kuna habari nyingine ambayo inasema Dr. Mndorwa, mliopora ardhi ya jumuiya mjiandae. Ni habari ambayo inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzanite. Na habari kuu katika gazeti hili inasema uzinduzi wa kampeni Chadema wakata tamaa. Ni habari ambayo inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzanite. Mtazamaji, huu ndio muonekano wa mbele wa gazeti la Tanzanite na tarehe ya leo. Jipatie nakala yako ili uweze kusoma habari nyinginezo nyingi zilizoandikwa katika gazeti hili. Na sasa naliacha Tanzanite, nalo gazeti la Mtanzania. Kuna habari ambayo inasema Rwanda yaongoza kwa polisi bora Afrika. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania, na zinaonekana nchi ambazo zimeongoza kwa polisi bora Afrika ikiwa zimeongozwa na Rwanda, huku Tanzania ikiwa haimo miongoni mwa nchi hizo ambazo zina polisi bora Afrika. Na habari kuu katika gazeti hili inasema mwekezaji Tanzanite One akaria kara moto. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania. Mtazamaji, na huu ndio muonekano wa mbele wa gazeti la Mtanzania kwa tarehe ya leo. Jipatie nakala yako ili uweze kusoma habari hizi zilizomo katika gazeti hili kwa undani mkubwa. Na sasa naliacha gazeti la Mtanzania, mkononi ninalo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii siku ya Jumapili. Kuna habari ambayo inasema Ridhiwani, wanaonichonganisha na CCM watapata tabu sana. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Askari aliyepigwa picha akinywa pombe ashtakiwa. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na habari kuu katika gazeti hili inasema makontena ya Makonda yapigwa mnada, mwenyewe atoa ya moyoni akitumia Zaburi. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mtazamaji, jipatie nakala yako ya gazeti la Nipashe na siku ya leo ili uweze kusoma habari zilizoandikwa katika gazeti hili kwa undani mkubwa. Na sasa naliacha Nipashe, mkononi ninalo gazeti la Mwananchi la tarehe ya leo, ambapo kuna habari ambayo inasema glasi moja tu ya pombe huweza kusababisha kifo. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini kuna habari nyingine ambayo inasema BOT apunguza riba tena, wakopaji wachekelea. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi. Na habari kuu katika gazeti hili inasema makontena ya Makonda yakosa wateja mnadani. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Unaweza kujipatia nakala yako ya gazeti la Mwananchi la tarehe ya leo ili habari hizi uweze kuzisoma kwa undani mkubwa. Na sasa naliacha gazeti la Mwananchi na alichukua gazeti la Tanzania Daima Sauti ya Watu. Kuna habari ambayo inasema Sumaye ataja maadui 4. Habari hii inapatikana ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Habari nyingine katika gazeti hili inasema mwalimu mkuu Rising Star azawadiwa gari. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Mapenzi ni noma, auawa mkewe ajinyonga. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Na habari kuu katika gazeti hili inasema Ridhiwani Kikwete aibua taharuki. Habari hii unaweza kuipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Mtazamaji, pata nakala yako ya gazeti la Tanzania Daima ili uweze kusoma habari zilizoandikwa katika gazeti hili kwa undani zaidi. Mtazamaji, sasa nakwenda kutamatisha na gazeti la Dimba ambalo ni gazeti linaloandika habari za kimichezo. Kuna habari ambayo inasema Okwidi Lunga fiti kuwa Mbeya City. Ni habari ambayo inapatikana katika gazeti hili la Dimba.
Habari nyingine katika gazeti hili inasema Yanga yavamia Kigali kibabe, ni habari ambayo inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili la Dimba. Na habari nyingine inasema Madrid kama sio Mbappe basi Neymar, ni habari ambayo inapatikana ukurasa wa 12 wa gazeti hili la Dimba. Na gazeti hili la Dimba, mtazamaji, ndilo linatuhitimishia usomaji wa vichwa vya habari vya magazeti kwa tarehe ya leo. Langu jina naitwa Alpha Shavu, napatikana katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram kwa jina hilo hilo la Alpha Shavu. Nashukuru sana kwa kuwa nami toka mwanzo mpaka sasa hivi natamatisha, na kutakia asubuhi njema.